Hapo zamani ilikuwa mwananchi anasafiri kwenda kutafuta msaada, lakini pia hata hivyo ni kwamba hata utendekaji wa haki wenyewe ulikuwa kidogo na mashaka. Lakini sasa hizi kitendo cha kuwepo na ofisi ya taifa mashtaka, tumeona mabadiliko ni makubwa, ambao ukienda kwenye wilaya zingine zilikuwa hazina wanasheria, hazina watu wa mashtaka, lakini wapo. Kwa hiyo unaweza kutengeneza kwa faili kesi na kila kitu na kesi zikaisha. Na ndio maana kesi zinapungua mahakamani. Sio kwa bahati mbaya, ni jitihada za Mheshimiwa Rais kwamba kuona kwamba anawezesha hizi taasisi ziweze kufanya kazi, na mabadiliko ya sheria ile ndio tukaenda tukaongeza hizi ofisi zikagawanyika. Ofisi ya wakili mkuu wa serikali, ofisi ya taifa mashtaka, huko kwingine kuna ofisi ya nini ya CPD wanaoandika sheria, mwanasheria mkuu AG, lakini huko utakutana na mtu mwingine ambaye anaitwa tume ya urekebu ambayo ipo kule. Kwa hiyo manake yani kumekuwa na mnyumbuliko, na ndio maana utoaji wa haki umeongezeka katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo tumshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Wanasema mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni, lakini kumnyonga tusimnyonge Daktari Samia, ila faida yake tumpe na heshima zake tumpe na tumpongeze kwa kweli, kwa sababu kazi anayofanya ni kubwa. Sijui watu ufanye nini ili watu waweze kuappreciate ulichokifanya. Majengo kama haya yote tu ni plani ya rais mwenyewe, kwanza kuona kwamba wananchi wangu wanateseka, lazima niweze sio ushabiki. Wakati mwingine tuweke ushabiki pembeni, twende kwenye reality. Reality ni kwamba Rais Samia na serikali yake ya Chama cha Mapinduzi wameongeza maeneo ambayo wameongeza bajeti na wamejenga majengo kama haya. Jengo kama hili Morogoro lilikuwepo. Limejengwa ndani ya mwaka mmoja tu, limekamilika na watu uongo mtendaji wa mahakama. Haya, jengo kubwa Afrika la mahakama nadhani ni la 6 duniani. Lile pale liko pale Mbeya kwa chief judge pale. Liko Dodoma. Lakini kwa jengo ambalo ni lenye mifumo ya kisasa, hata nchi zingine wanakuja kujifunza, ni jengo lile liko pale Dodoma. Watu hawataki kueleza hayo. Lazima tuambizane ukweli, wakati mwingine wa Tanzania waweze kufahamu. Mimi mahakama ya mwanzo ukienda kule na Mtumbo kata ya Likuyu, kuna mahakama ya mwanzo utafikiri ni majengo, yani si jengo utafikiri liko wapi, ndio jengo bora kuliko yote pale kijijini. Sasa majengo kama haya yanajengwa, lakini na wafanyakazi pia wanaongezwa. Maana yake tafsiri yake kuna multiply effect, ajira zinaongezeka, lakini pia utoaji wa haki unaongezeka, lakini pia wananchi wanafurahia na wanapata haki zao za msingi. Huduma zinazidi kusogezwa. Kwa hiyo lazima tutambue mchango wa serikali ya Chama cha Mapinduzi ambayo chini ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2020, 2025 na sasa hizi 25 tunakwenda 30. Na ndio maana tunakwenda kujenga sasa hivi, tunapambana, tunataka tujenge mahakama za kata ambazo ni kwamba, na ndio maana Mheshimiwa Jaji Mkuu alikuwa kuzungumza na wenzetu wa TAMISEMI watupe ardhi kila sehemu ili tuweze kuona kadri tunavyoweza tunajenga mahakama zile za kata, lakini na mahakama za mwanzo pia zinaendelea kuimarishwa. Kwa hiyo kwa kweli kwenye swala la utawala bora serikali ya awamu ya 6 imepiga hatua kubwa sana. Na kwenye hili kwa kweli hatutakiwi kumungunya maneno, kazi imefanyika. Unafiki wakati mwingine sio mzuri. Ukiambiwa mtu ujenge hata choo tu cha mahakama, huwezi. Ambia hata jenga tu jengo la hata mahabusu tu. Tusaidie basi kujenga mahabusu. Hakuna mtu afanye chochote. Mfano mzuri watu ambao wanapinga, ndio unakuwa mtu kila kitu unakosoa. Basi wakati mwingine fanya kitu cha mfano watu wakione. Mfano mtu anaanza kusema sisi na chama chetu cha siasa au sisi tunajenga jengo la mahakama la mfano Tanzania. Tunachangishana sisi wenyewe kwenye chama chetu. Chama cha wanamaji labda. Mimi sikitaji chama cha wanamaji. Unaamua bana tujenge jengo chama cha siasa cha wanamaji. Tunajenga jengo lenye manufaa kwa wananchi. Hamna, lakini hata kuchangia simenti mfuko mmoja wa choo hamna. Lakini kwambia choo tukijenga hakina mfano, hakina maana hiki choo. Kwa hiyo sisi tuendelee kufanya ili mradi wananchi wanatuelewa tunayoyafanya ni ya msingi, basi tuendelee kuyafanya.